سبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. رفع السماء بقدرته وبسط الأرض بقوته. اصطفى جبريل لحملة رسالته. اصطفى جبريل لحمل رسالته. واصطفى ميكائيل لحمل قطرته. واصطفى إسرافيل لنفخته. واصطفى ملك الموت لقبضته. نبئوني عن العرش وحملته. نبئوني عن الصراط وزلته. نبئوني عن الميزان وخفته. نبئوني عن القيامة وروعته. نبئوني عن آدم وعن كلمات توبته. نبئوني عن النوح وسفينته. نبئوني عن الصالح وناقته. نبئوني عن شعيب وفصاحته. نبئوني عن يوسف وإخوته. نبئوني عن الزكريا وبشارته. نبئوني عن يحيى وسيادته. نبئوني عن الصديق ودقته. نبئوني عن الصديق ورقته. نبئوني عن عمر وشجاعته وشماحته وقوته. نبئوني عن عثمان وحيائه وعفته. نبئوني عن علي وشجاعته. نبئوني عن أسيد وتلاوته. نبئوني عن خذيفة بشهادته. نبئوني عن محمد ومولده وبعثته. نبئوني عن محمد وهجرته وزوجته وصحابته وابنته وأمته، فالكل يوم القيامة في شفاعته. أشهد أن لا إله إلا الله يعز ويذل. أشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الأمين الطاهر النقي سيد العابدين والناسكين سيد البرايا محمد أحمد الماحي الحاشر العاقب لا نبي بعده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. يا جماعة حياكم الله جميعا. فحياكم الله وباياكم ورعاكم وجعل الجنة مثواكم. وخطبة عيد الأضحى أمامكم وقضيتكم. فحي الله هذه الوجوه المشرقة طيبة. وزكى الله هذه الأنفس الكريمة الزكية. وشرح الله هذه الصدور العامرة بحب الإسلام. طبتم وطاب سعيكم وممشاكم أيها الآباء الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات. وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله سبحانه الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني معكم في هذا الصباح المبارك وفي هذا الجمع المهيب وفي هذا البيت من بيوته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين والمتقين في الجنات ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه. أما بعد. Waheshimiwa ndugu zangu waumini wenzangu,
niko mbele yenu katika muda ambao sio kawaida kuzoea kukutana, muda wa asubuhi. Asubuhi ya leo imekuwa ni asubuhi yenye nuru kwetu, imekuwa ni asubuhi yenye mwanga, asubuhi yenye baraka na neema na rehema za Mwenyezi Mungu. Kwa mwaka tunakutana mara mbili, tunakutana mara mbili kwa mwaka, sala za asubuhi kwa mkusanyiko huu, tena ikiwa zote ni sala za sunna. Tunakutana katika swala kama hizi cha kufurahisha, inakuwa ni siku ya furaha. Hatukutani tukiwa na huzuni, hatukutani tukiwa na musiba, hatukutani tukiwa na janga lolote. Tunakutana mkusanyiko wa furaha, mkusanyiko wa umoja, jamu sururi wal wahda. Mkusanyiko huu ni mkusanyiko wa furaha na mkusanyiko wa umoja wa Kiislamu. Mkusanyiko huu unafanyika baada ya kukamilika nguzo miongoni mwa nguzo muhimu za Uislamu. Mkusanyiko wa kwanza ulikuwa baada ya kukamilika nguzo ya 4 ya Uislamu, nguzo ya kufunga Ramadhani siku 30 ama siku 29. Waislamu wote duniani wenye uwezo, wenye sifa, wanaishiriki nguzo hiyo ya 4. Wakimaliza, wanamaliza na furaha kwa shangwe, vifijo na nderemo. Wanakutana asubuhi wakizindua na kuizimua siku kwa furaha na umoja. Akhalafu miezi 2 na siku 10 baadaye, miezi 2 na siku 10 baadaye, yani siku ya 70, tangu hiyo asubuhi inarudi asubuhi nyingine tena, siku ya 70. Waislamu wakifurahi kwa baadhi ya ndugu zao wa Kiislamu, wamekamilisha na kutekeleza nguzo muhimu sana katika umri wa mwanadamu, katika umri, katika maisha. Maana nguzo hiyo ni mara moja tu. Swala ni kila siku, shahada tunaendelea nazo kila siku kwenye maisha yetu, zakawati kila siku, saumu kila mwaka. ولكن الحج يا ترى ويا مرحبا اخوانا هذه الواقعة واجب على كل مسلم في العمر مرة. Na hatimaye inakuja nguzo ya 5 ambayo ni lazima kwa Muislamu mwenye uwezo, mwenye nafasi, mwenye uchumi mzuri, uchumi ambao unaweza ukasababisha akagharamia gharama zote za kwenda Maka na kurudi, na bila kuacha ikisumbuka familia yake. Huyo ni lazima akatekeleze ibada ya haji. Mtu ukifikisha uchumi wako wa nauli ya kwenda Maka na kurudi, na mkeo na watoto wako, wazazi wako wakabakia wanakula wanakunywa mpaka kwenda na kurudi, wewe shekhe ukisipofanya haji, usipofanya ibada ya hija, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amesema hautokuwa na mbinu nyingine ya kukwepa moto jahannam. Hutokuwa na mbinu nyingine. Kwa hivyo Waislamu, kwa subhi ya leo tunafurahika na kuungana dunia nzima kwa ajili ya kuendeleza furaha ambayo wenzetu wanayo. Lakini cha kujifunza zaidi ni kwamba wakati sisi tunafanya yote haya, ndugu zetu walioko Maka hawajafanya hivi, hawajaswali swala kama hii, wala hawajafunga kama tulivyofunga sisi. Wao wamekuwa na mambo mazito zaidi ya haya. Wao wamekuwa na shughuli nyingi kuliko hizi. Na Idi inaswaliwa msikiti wa Maka. Idi inaswaliwa msikiti wa Maka kwa watu ambao hawapo haji, kwa raia na wananchi wa Saudia, lakini waliopo kwenye viwanja vile
vya Mina tangu jana na leo na kesho, wao walikuwa hawamo kabisa katika swala la Idi al-Adha. Badala yao wao walikuwa na ibada ya kwenda kumpiga shaitani mawe na kurudi na kuja kunyoa nywele ama kupunguza, akhalafu na kuondoka pale baadhi yao wenye kuweza kwenda mjini Maka kwenda kufanya tawafu al-ifadha. Sio lazima wote mwende kule. Kuna wengine wanakwenda siku hiyo ya kwanza, kwa maana ya jana wamemaliza kumpiga shaitani, wamemaliza kupiga shaitani, wakamaliza kunyoa, wakaenda kule Maka kwenda tawafu al-ifadha. Akhalafu wanarudi tena Mina, kwa sababu bado kuna shughuli za Mina zinaendelea. Kuna kumpiga shaitan mawe 7 siku ya kwanza, akhalafu siku ya pili mnapiga maguzo yote matatu, mawe 7, mawe 21. Kwa siku ya pili tena kesho watapiga mawe 7 maguzo yote matatu, jumla inakuwa mawe 21. Ukijumlisha inakuwa mawe 42. Ukijumlisha na yale mawe 7 ya siku ya kwanza yanakuwa jumla mawe 49. Kila haji anatakiwa afanye hivyo. Na akifanya hivyo, ukipiga hisabu ya watu walioko hija, watu 2.5 mpaka 3 wa mwaka huu, utaona ni mawe mangapi. Ukipiga hesabu zako pale utaona ni mawe mangapi. Mawe 49 kwa kila haji. Yale mawe yanapelekwa wapi? Yanafanywa nini baada ya hapo? Inakuwaje? Hiyo sio shughuli ya leo, hatuwezi kuzungumza. Kwa hivyo Waislamu leo tunaendelea kufurahi. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam qadima al-Madina fawajada lahum indahum yawman yal'aban fihima. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliposafiri kuhama Maka kuhamia Madina, aliwakuta watu wa Madina na makabila yao, wakiwemo Wayahudi. Wayahudi walikuwa wengi katika mji wa Madina. Waisraeli hao tunawaona, kama mnavyoona, walikuwa wengi katika dunia nzima, basi na Madina walikuwepo. Aliwakuta wana siku 2 wanafanya furaha sana, wanacheza, wanafanya mambo ya sharehe nyingi sana. Mtume akawauliza wote watu wa Madina waliokuwa wanafanya mambo hayo, makabila tofauti tofauti, mbona hizi siku 2 mnacheza? Ma hadhani yawman tal'abuna fihima, hizi siku 2 ambazo mnacheza ni siku zipi, zina nini? Wakasema kunna nal'abu fihima fil jahiliya, hizi siku tumekuta tu wazazi wetu tangu huko tukiwa sio Waislamu, tangu wakiwa watu sio Waislamu walikuwa wanayafanya mambo haya, na sisi tumerithi tunafanya mambo haya. Mtume akasema sallallahu alayhi wa alihi wasallam, inna Allaha qad abdalakum yawmayn khairun minhuma. Mwenyezi Mungu tabaraka ismuhu al-Majid rabbus samawati rabbul ardi was samawat amewabadilishia siku nyingine 2 bora sana kuliko hizo 2 mlizokuwa mkifanya michezo wakati wa ujinga. Wahuma Eidul Adha am Eidul Fitr wa Eidul Adha. Nazo siku hizo ni siku ya Eid ya kufungua mwezi wa Ramadhani na siku ya Eid ya kuchinja. Hizi ruhusa, chezeni, imbeni, tembeleaneni, fanyeni furaha zote za halali, shangilieni mtakavyoweza kihalali, kutaneni, kuleni, kunyweni, vaeni vizuri katika siku hizo. Kwa hiyo Waislamu, nilikuwa naweka sawa kwanza kwamba tuna siku kubwa, tuna siku nzito, tuna siku nzuri, siku ambayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amesema ni siku yaumul farha was surur, ni siku ya kufurahi. Kwa hiyo tujiachie, tuchangamke, tuwe aware kabisa, tuwe makini kabisa na mambo yanavyokwenda, tusipitwe na raha yoyote kama tunaiweza. Mwenye kuweza kunywa vya halali anywe vya halali, mwenye kuweza kula vya halali ale vya halali, mwenye kuweza kutembelea rafiki, ndugu, jamaa awatembelee, mwenye kuweza kuwaalika watu nyumbani kwake ama akawaalika watu kwenye shughuli yote ya halali, watu wafurahi, ruhusa. Haya ni maelekezo ya Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Amma baada ya hiyo sasa, Waislamu, namalizia hutuba yangu
kwa haya yafuatayo. Hutuba hii ya Eid al-Adha ni hutuba ambayo mara nyingi narudia, Waislamu wanapokutana kwenye hutuba hii huwa wanaambiana qissa maarufa fi London wal Qahira. Jambo zuri kabisa, wanaambiana qissa cha nabii mtukufu min ulil azmi. Hutuba nyingi zinabeba qissa cha Nabiullah Ibrahim alayhi salam na kijana wake mwanawe wa pekee kwa wakati huo Ismail ala nabiyina alayhi salatu wassalam, alayhi wa ala nabiyina alayhi salatu wassalam. Nyie wote ni mashahidi kwenye hili, na imefikia pahala baadhi yetu mpaka tumekariri kile kisa kwa juu, lakini yani kikianza unakuwa unajua kwamba inaweza ikasemwa hivi, inaweza ikasemwa vile. Mara nyingi imekuwa hivi kwenye mimbari hizi na kwenye viwanja na mawanda mbalimbali. Kisa cha Nabii Ibrahim kimekuwa kinarudiwa, na ni halali kabisa, ni sawa kabisa, ni haki kabisa, kwa sababu tukio zima la siku ya leo ni tukio ambalo limebebwa na historia ya jambo hili kubwa zito. Na Mtume Mwenyezi Mungu anasema laqad kana fi qasasihim ibratan li ulil albab ma kana hadithan yuftara walakin tasdiq alladhi bayna yadayhi wa huda wa tafsila kulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Mungu anasema kwa kuwapa ndani ya Qur'ani surati Yusuf aya ya mwisho kabisa, anasema hakika katika masimulizi, katika hadithi, katika kusikiliza visa vya manabii na watu wengine wacha Mungu na watu waovu waliotangulia, kisa cha Firauni kwa mfano, labda kisa cha Luqman mtu mtukufu, kisa labda cha Hamana. Katika visa hivi kuna ujumbe unaupata, kuna mazingatio unayapata, kuna point fulani na alama fulani na nukta fulani unazikusanya. Lakini wanaonufaika na hivyo visa ni watu wenye akili. Watu wasiokuwa na akili watafurahia tu, wanacheka tu, wanafurahia, wanacheka. Lakini watu wenye akili watazingatia yale mambo na kuyaingiza kwenye maisha yao. Mungu anasema sio kwa maka na haditha yuftara, sio kwamba ni hadithi njoo, uongo njoo, utamkolea. Yani hadithi zile za mababu na mababuzi. Amekaa kwenye moto, anawaambia kalukalange, mtoto wa nyoka, vichwa 18, sijui ndimu, akampiga, bibi anatongotongo. Maka na haditha yuftara, sio hadithi za uongo, za kutunga. Yani kisa cha Nabii Ibrahim alayhi salam, ukisikia alitaka kumchinja mtoto wake, sio hadithi njoo, uongo njoo, sio mambo ya kufikirika. Ni jambo lilitokea kama ulivyo wewe hapa sasa hivi, umetokea, umekuwepo hapa. Basi na Ibrahim alayhi salam hivyo alilitokea, akashika kisu, na sio hadithi ya kubumba bumba, sio ngano. Mabwana, tunafahamiana uzuri Ukisikia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mti uling'oka, ukamfuata, ukaenda kama unatoa ishara ya kumsalimia, akhalafu ukarudi, ukakaa pale pale ulipokuwa umeng'oka, sio hadithi kwamba labda kama vile ni ilikuwa kweli. Ndio Mungu anatuambia. Ukisikia kisa chochote tunachokisikia katika visa vilivyosimuliwa na Mungu, basi vyote ni kweli. Mungu anasema ma kana hadithan yuftara walakin tasdiq, at-tasdiq ya tura wa ya marhaba akhwana, ni ukweli. Mungu anasema ni ukweli, walakin tasdiq alladhi baina yadayhi, ni ukweli ulitokea katika maisha ya mtume sallallahu alaihi wasallam, katika maisha ya Nabii Ibrahim, katika maisha ya Nabii Nuhu, Nabii Adam, yalitokea kabisa. Kama vile ambavyo wewe ukiambiwa kwamba baba yako aliwahi kuishi pahala fulani, akafanya kitu fulani, ni vitu ambavyo vilimtokea baba yako. Ukisikia mama yako alifanywa hivi, akafanywa hivi, au nchi hii ilikuwa imetawaliwa, ikaja baadaye tukaweka watu kaomba uhuru, wakafanya hivi, wakafanya hivi, sio vitu vya hadithi, ni vitu vilifanyika. Ndio Mungu anasema kwamba yalifanyika mbele ya mitume.
na anasema tafsila likulli shay'in wa hudan wa rahmatan. Ni huruma ya Mungu ametuletea hivi visa kutuambia, na ni muongozo wa Mungu, na ni ufafanuzi wa maisha ya Mungu ya watu waliotangulia. Lakini kwa watu wenye kuamini, lazima uamini. Usipoamini unaacha mambo. Kwa mabwana, kisa cha Nabii Ibrahim kinachukua nafasi kubwa sana. Natamani na mimi niseme kisa hicho kwa sababu kina mafunzo, na mafunzo yake miongoni, ngoja ninukuma 3 akhalafu ni hame. Maana tusikiache kina mafundisho makubwa. Miongoni mwa mafundisho hayo tunafundishwa jambo muhimu sana. Watu wengi, kama sio wote, tuna malalamiko makubwa sana kuhusu kizazi cha sasa. Kizazi cha sasa, kuanzia serikali mpaka wananchi wanalaumu kizazi cha sasa. Watoto wa siku hizi, vijana wa siku hizi, imeenda mpaka na wazee sasa. Watu wanaambiwa na wazee wa siku hizi, shekhi, ni mtihani sana. Wazee nao wameingia mheshimiwa. Yaani bana, maki hao wazee sio kwamba wamezuka tu kwa wazee, walikuwa na wenyewe vijana. Sasa inaonekana kuna pahala na wenyewe hawakwenda sawa. Sasa wamezeeka, wanasema na wajinga huwa wanazeeka. Na wewe huwa wanazeeka. Kwa hiyo kuna watu wengine wamekuja mpaka huku mwishoni kwenye uzee, lakini walikuwa wavuta bangi miaka 40 iliyopita. Walikuwa ndio malaya wa miaka 50 iliyopita. Kwa sababu malaya hawajanisha vijana wa sasa, wameyakuta kuna watu wanayafanya. Sasa wale watu wamekwenda mpaka wamekuwa wazee. Sasa tumekuwa na ombwe la kulalamikia kizazi cha sasa, vijana wa sasa, jamii ya sasa. Kuna wengine wanakwenda mbali mpaka wanasema kwamba wa Afrika. Wengine wanasema watu wa Ulaya. Yaani imeonekana kuna mambo yanafanywa na watu wa Ulaya, watu wa Afrika wanasema yale sasa wamepitiliza. Na kuna wengine yanafanyika na watu wa Afrika, watu wanasema wao ni kwa sababu ya Uafrika. Yaani ule ubaya watu wanaona labda ni kwa sababu ya Uafrika. Alimradi kila mtu anaonekana analaumu. Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam anategua mtego. Kwenye kisa hicho nabii mtoto wake anategua mtego. Anavunja hichi kichaka cha kujificha kwenye vijana wa sasa. Nabii Ibrahim alipowaona watu wake wanaabudu masanamu na hawaambiliki, hawabadiliki, hawaelewi, ni wafia chama, ni wahafidhina, wana msimamo na hilo jambo lao, Ibrahim alayhi salamu aliachana nao, akaona atengeneze kizazi kingine kizuri. Akafanyaje? Akamuomba Mwenyezi Mungu tabaraka ismuhul majid. Akasema Rabbi habili minas salihin, Rabbi habili minas salihin. Fabasharnahu bighulamin halim. Sikiliza Muislamu ndugu yangu ambaye una familia na unayotarajiwa kupata familia. Ibrahim kashaona watu wameshindikana, anafanyaje? Anajiunga nao. Kuna ile methali ya Kiingereza kama ukishindwa kuwashinda basi join them, yani ujiunge nao. Ukiwashindwa watu ujiunge nao. Ibrahim alijiunga nao? La wa alfu la. Hakujiunga nao. Badala yake alimuomba Mwenyezi Mungu, Rabbi habli minas salihin. Mabwana, na kuhusieni ndugu zangu, watoto kweli wameharibika, vijana hawashikiki, mambo mchafukoga, lakini tujitahidi sana wale watu wenye ndoa, wakati wa kutafuta watoto, wakati ambapo unatarajia kupata mtoto, jitahidi sana sana kuomba dua shekhe. Tuwe tunaomba dua. Watoto wengi hawa hawashikiki ni kwa sababu hazikufanyika dua tangu kwenye kuwatafuta waume ama wake, kutafuta watoto wenyewe. Yamepita tu na mataarabu, mamiziki, madisko, manyimbo ya ajabu, watu masare. Watu wako bize tu na sare, wako bize na maukumbi, wako bize na jinsi gani tafurije itakwenda. Lakini mtoto atakayekuja anapatikanaje? Watu huko hawapo. Ibrahim anatuambia habili minas salihin, Mungu nakuomba unipe mtoto mwema. Kama kuna dua ambazo hazifanywi na wazazi, ni dua ya kuomba mtoto mwema. Mabwana, hawa watoto hawakurupuki, wanatengenezwa. Watu wema unawaona hawakuja tu by chance, kwa bahati nasibu. Kuna juhudi zimewekezwa, kuna malezi yamefanyika huko.
Miongoni mwa malezi hayo kwa Muislamu, usisahau kumuomba dua Mwenyezi. Usiombe jinsia ya mtoto. Kuna watu wanasema Mungu nakuomba mtoto wa kiume. Mimi Allah Mungu mtoto wa kiume, Mungu mtoto wa kiume. Mpaka anakwenda kwa madaktari, mpaka anakwenda kwa mashekhe, anakwenda kutafsiri ndoto. Shehe, nimeota hivi, hii itakuwaje? Nimeona kama nimepata mtoto wa kiume. Yaani alimradi kuna wengine wanaomba watoto wa kike. Dua yake yote asema Sheikh, mimi na watoto 4 wa kiume. Naomba Mungu ajalie nipate na watoto na wa kike bwana. Yaani akili za watu ni kuomba jinsi ya kike, jinsi ya kiume. Hakuna mtu ambaye ana guarantee kwamba ukiwa na mtoto wa kiume ndio atakuja kukulea uzeeni. Ukiwa na mtoto wa kike hatakulea uzeeni au ndio atakuja kukulea. Hakuna hiyo guarantee. Kuna watu wamenufaika na watoto wa kike wengi sana, na kuna watu wamenufaika na watoto wa kiume, na kuna watu wamepata hasara kwa kuwa na watoto wa kiume, na kuna watu wamepata hasara kwa na watoto wa kike. Haina maana kwamba ukiwa hivi ndio hivi, ukiwa hivi hapana. Haina kanuni. Wewe unachotakiwa mtoto wa kike awe mwema, mtoto wa kiume awe mwema. Sheikh, umepata. Hata kama ukiwa na watoto wa kike 10 wote wakiwa wema, umeshinda. Na hata ukiwa na watoto wa kiume 100 lakini wakiwa wote ni mahuni, haujapata chochote. Sheikh Ibrahimu alayhi salatu wassalam anasema habili minas salihin. Kuna watu wanasema naomba watoto wa kiume wanipate wa kunizika. Mambo ya kuigaiga, mambo ya kukurupuka kabisa. Wa kukuzika wapi? Nani ulisikia ameshindwa kuzikwa kwa sababu hana watoto wa kiume? Haya, watoto wa kiume wenyewe ndio hivyo. Yuko mwingine hawapo, kwanza inawezekana ukafariki hata hawapo. Haya, watoto wa kike wakiolewa, wale watoto wa kiume waliooa hawezi kukuzika. Haya, tuachane na mambo. Kwani nani anazikoga na watoto wake kwanza? Watu wote wanabeba jeneza hapa ni watu baki. Nani tushawahi kumuona watoto wake wa kiume wameshika jeneza wanalipeleka pahala? Hakuna. Kwa hivyo tuache porojo. Mtume Nabiiullah Ibrahim alayhi salam, dua yake yeye hakusema naomba mtoto wa kiume wala mtoto wa kike. Alisema rabbi habili minas salihin, Mwenyezi Mungu nakuomba unipe mtoto mwema. Mungu alisemaje? Akajibiwa, akaambiwa fabasharnahu bighulamin halim. Tukampa taarifa kwamba aanze kufurahi, atapata mtoto mpole, mtoto rahim, mtoto mwema kabisa, mtoto muungwana kabisa, mtoto mwenye maadili, mtoto mwenye tabia. Akaambiwa na Mungu moja kwa moja, kwa sababu dua imeomba, akajibiwa pale pale. Huyu mtoto alayhi salatu wassalam ndiyo leo tupo hapa kwa tukio kubwa waliolifanya yeye na baba yake. Muomba dua na aliyepatikana kupitia hiyo dua wamefanya jambo ambalo mimi na wewe asubuhi ya leo tumekutana hapa. Tumekutana hapa kwa sababu ya baba aliyeomba dua, mtoto mwema, na mtoto mwema aliyepatikana. Leo imekuwa tunakutana hapa kwa jambo hilo. Mabwana, tuna uwezo wa kutengeneza jamii. Tumuombeeni Mwenyezi Mungu wakati tunatafuta vizazi vyetu, tusisahau. Tena sio kwamba yani ni wakati kama hujaoa, katika dua zako Mwenyezi Mungu nakuomba unipe mtoto mwema. Uko msikitini, uko wapi, popote. Mambo yale mengine huko sasa kuna dua zake, lakini hapa kwanza muombe Mwenyezi Mungu akupe mtoto mwema. Kama ambavyo unatakiwa uombe akupe mke mwema ama akupe mume mwema. Kwa hiyo bwana, nilikuwa naomba niwakumbushe kwenye kisa cha leo cha Ibrahim. Wakati wengine wakikiongea kwenye mambo ya kuchinja, mimi nakuombea na kiingiza kwenye historia ya maisha yetu ya kila mmoja mmoja. Tuna uwezo wa kutengeneza kutoka kwenye watoto hawa siku hizi, vijana wa siku hizi, wazee sio wamebanini, kwenda kuwa kizazi bora na vijana bora na wazee wa maana na heshima katika mtaa kwa dua. Mabwana, tuwe tunaomba dua kila tunapokuwa kwenye pirika za kufikiria kupata kizazi, insha Allah. Mwenyezi Mungu atukubalie. Jambo la pili na la tatu namalizia, afu tunaenda kumalizia hotuba yetu. Jambo la pili ni umuhimu wa kuwa tayari kwa hili neno udhiya. Udhiya maana yake kwa Kiingereza wanasema kusacrifice, yani kujitoa muhanga, kujilipua katika mambo ya Mungu, kutekeleza jambo ambalo watu wengine hawawezi kulifanya kwa kawaida, lakini hili unalifanya kwa ajili ya taa ya Mungu, kwa ajili ya taa ya maelekezo ya Mwenyezi Mungu Tabaraka Ismuhul Majid. Sasa baadhi ya watu wamelitumia hili neno kwenda kuua watu mitaani. Ukisikia muhanga siku hizi, mpaka hata nilivyosema hapa kusacrifice watu, Sheikh anazungumzia mambo ya makundi fulani hivi. Kuna makundi fulani duniani yamekaa kila kona,
eti anasingizia kujitoa muhanga. Shekhe, hakuna kujitoa muhanga kwenye kumuua mtu. Kumuua mtu hakuna kipengele cha kujitoa muhanga kuua mtu, au kwenda kuharibu msikiti, au kwenda kuharibu sokoni, kuharibu hospitali, kwenda kuharibu sio makanisa ya kina nani, sio kwenda kuharibu kwenye mkusanyiko ya watu, kwenye madanguro sio nani. Ayo, wala sio tadhhiya hiyo. Huo ni wenyewe, huo ni uwaji, ku kill innocent people. Ni kuua watu wasiokuwa na hatia, Sheikh. Hakuna hukumu ya mtu kwamba akiwa kwenye gesti auawe. Haipo mtu akiwa analewa auawe. Haipo mtu akiwa kanisani auawe. Haipo watu kusanyika. Hakuna hiyo hukumu kwenye Uislamu. Kwa hiyo watu wamechukua hili neno ambalo alilifanya Ismaili alayhi salam kwa ajili ya kutekeleza mambo ya Mungu, wenyewe wamelipeleka kwenye mitaa. Wamelipeleka kwenye mitaa. Wamelipeleka mitaani. Kwa hiyo mabwana, tunapojifunza kitu kingine. Tunachojifunza kitu kingine mabwana ni kwamba tuwe tayari kutekeleza mambo ya Mungu. Huo ndio muhanga. Kujitoa muhanga ni kumtii Mungu kwa maelekezo yake. Nabii Ibrahim alayhi salam na Nabii Ismaili alayhi salatu wassalam walitekeleza amri ya Mungu, ndio ukaitwa muhanga. Maelekezo ya Mungu ndio tadhhiya. Mmoja akakubali kuchinjwa na mwingine akakubali kumchinja mwizi. Tena anamchinja mtoto wake wa kwanza wa pekee kwa wakati huo. Alikuwa na miaka 14, alikuwa hajazaliwa Ishaqa. Yani wakati Ibrahim anamchinja yule pale, alikuwa hana mtoto mwingine na ana miaka 100. Miaka 100 umri wake. Kampata mtoto akiwa na miaka 86. Mwaka wa 100 mtoto na miaka 14 anaambiwa mchinja. Hakuna mtoto mwingine. Lakini tunaambiwa sasa, waman yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan adhima. Atakayemtii Mwenyezi Mungu na mtume wake amefaulu sana. Walifaulu. Nini kilitokea? Wabasharnahu biishaq wa min wara'i ishaq yaqub. Baada ya kukubali kumchinja Ismail, Mwenyezi Mungu akaona huyu anafaa apewe zawadi, awe rewarded, apewe malipo ya ziada, apewe bakshishi, apewe zawadi, apewe commission, apewe ziada. Akapewa taarifa za kupata mtoto mwingine. Baada ya kuwa amekubali kumchinja huyu, Mungu akaona ile nia yake, akamwachia huyu abaki naye na akampa zawadi ya mtoto mwingine na wajukuu wa min warai ishaqa yaqub. Hizi ndio habari mabwana. Kwa hiyo muwe tayari ukisikia kwamba unatakiwa ufanye jambo kwa ajili ya Mungu, ujue ndani yake lina zawadi ya hapa duniani na zawadi ya akhera, kama alivyofanya Ibrahim. Alipata zawadi hapa duniani, wanasema wa inna kadhalika najzil muhsinin wa tarakna alayhi fil akhirin salamun. Hilo jambo Mwenyezi Mungu anasema hivyo ndivyo tunavyowafanyia watu wanaofanya wema. Tutawapa hapa duniani na tutawapa malipo mengine akhira insha Allah. Kwa hiyo bwana, mtu yeyote ukisikia jambo anataka Mungu lifanye, Mungu anataka usali, swali Sheikh, zawadi yake utapata hapa duniani na akhira. Mungu anakuambia utoe sadaka, toa sadaka Sheikh, utapata hapa duniani, utapata na akhira. Mwenyezi Mungu anakuambia acha zina, acha dhulma, acha zawadi yake utapata hapa. Hivyo ndivyo Ibrahim anatufundisha, kwa sababu malipo ya Ibrahim yalipatikana duniani na yakapatikana na akhira, akawa Khalilur Rahman. Istahaqa an yakun Khalilur Rahman. Kwa yote haya alistahiki kuwa rafiki wa Mungu. Khilail. Mwenyezi Mungu zamani huko watu walikuwa wanamuita il kwa lugha za kizamani. Kwa hiyo Ibrahim anaitwa Khilail, Khalilullah, rafiki wa Mwenyezi Mungu, sahiba wa Mwenyezi Mungu. Mabwana, haya hayakupatikana isipokuwa kwa kutekeleza amri ya Mungu. Sisi tunatekeleza. Ibrahim alisema sami'na wa ata'na, Mungu nimesikia na natii. Sisi tukisikia adhana, tukisikia siyo nini Ramadhan, siyo haji, tunasema sami'na wa asaina, tumesikia lakini hatutaki. Ibrahim anatufundisha kukubali mambo ya Mungu, tutafanikiwa. Na anasema watarakna alayhi fil akhirin, yale mambo ya Ibrahim tumeyaacha wayaendeleze wengine. Ndio sisi leo tunachinja, tunasali kama hivi, tunafanya ibada ya haji, tunafanya vitu vingi sana kwa sababu ya watarakna alayhi fil akhirin. Tumewaachia mambo ya Ibrahim wayaendeleze watu wengine baada yake.
ndio sisi. Allahumma taqabbal minna, Mwenyezi Mungu tukubalie na sisi haya tunayofanya inshallah. Mwisho kabisa Waislamu, katika habari za Ibrahim alayhi salam, nimalizie darsa ama somo muhimu tunalipata ni kwamba, naomba ili bwana mchukue, na mara nyingi tunaliongea kwamba kila baada ya shida, baada kulli shida faraj. Mtihani wowote utakaoupata kwenye maisha yako, shida yoyote, changamoto yoyote itakayokutokea kwenye maisha yako, uqsim billahi alaykum bi abi wa ummi wa ruhi wa rabbil Kaaba wa rabbi Muhammad, billahi alaykum, nakuapieni kwa utukufu wa Mwenyezi Mungu, shida yoyote ukiona mbele yako Sheikh, ujue inafuatia ni faraja, inayofuatia ni ushindi, inayofuatia ni furaha, inayofuatia wala bu'sun yadumu wala sururu. La bu'su yadumu wala sururu, hakuna furaha ya milele na hakuna shida ya milele. Ukijiona una furaha, ujue kuna shida itakuja kutokea, na ukijikuta kwenye shida, ujue faraja inakuja. Al-usru mahma kana yatba'uhu al-yusr, hadha wa'du min Allah wa wa'du Allah la yukhlaf. Uzito wowote, changamoto yoyote, vituko vyovyote, matatizo yoyote yanapokutokea, ujue kinachofuatia baada ya matatizo ni msaada wa Mungu, ni faraja, ni furaha, ni nafuu. Na hii ni ahadi ya Mungu, na Mungu huwa habadilishi ahadi zake. Lan tajida li sunnati llahi tabdila, Mungu habadilishi utaratibu wake. Utaratibu wa Mungu kwa hivyo. Kwa hiyo Ibrahimu kwenye matatizo yote haya, kilichotokea ni kitu gani? Wafadainahu bidhibhin adhim, tulimpa baada ya matatizo yote haya. Mungu mwenyewe anasema inna hadha lahu albala'ul mubin, yani Mungu mwenyewe anasema jamani, kama kuna mtihani huu wa Ibrahimu ulikuwa ni hatari. Mungu anasema ulikuwa mtihani mzito, lakini Ibrahimu alitupa kwenye moto. Baada ya shida hiyo akatoka, akaja akaambiwa hana mtoto miaka mpaka 86, amezeeka. Hiyo shida na yenyewe Mungu akampa faraja, akampa Ismaili. Ismaili amchinje kwanza, akachukua familia yake akaipeleka fi wadi ghairi dhi zar'i, kwenye bondi ambalo hakuna chochote. Mtihani mzito, unamwacha mtoto wako wa kwanza, mke, hakuna chochote, unarudi mbali. Huu mtihani nao alivuka maji mpaka leo Zamzam, mji wa Maka una matunda. Allah yujiba kulla shay'in, kila kitu kinapatikana. Huo mtihani akauvuka. Mtihani huu nao akauvuka. Nini unajifunza Muislamu? Wewe una matatizo na umwa, wewe una matatizo hauna kazi, wewe una matatizo ya riziki, wewe unaona unachukiwa sana, wewe unaona upati kazi, wewe unaona kwamba wewe ndio unaonewa, unafanywa hasadi, unachukiwa, unafanyaje? Hayo sio matatizo. Wallahi intadhurul faraj, subiri hivi karibuni Mwenyezi Mungu anakuletea furaha. Hivi karibuni Mungu anatatua matatizo yako. Hivi karibuni Mungu atakupa nafuu. Hivi karibuni Mungu atakuondoa, atakunusuru na hilo tatizo. Hili ndio tunajifunza kwenye kisa cha Nabiullahi Ibrahim na mwanawe Ismail. Pamoja na matatizo yote hayo, bado alitoka na akaendelea na maisha, kuonesha kwamba kila shida yoyote ina ufumbuzi wake. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Mabwana, hicho kisa kinatufundisha maneno hayo. Unaweza ukaona inatosha maneno hayo, na sisi tuyashike. Tumejifunza namna ya kutengeneza kizazi kizuri kwa kupitia dua Nabiullahi Ibrahim alayhi salam, kutengeneza vijana na kizazi na nchi kwa ujumla na dunia. Tumejifunza namna ya utekelezaji wa amri za Mungu, sio kwa ajili ya kuvuruga, hapana, ni kwa ajili ya kutekeleza mambo ya Mungu. Tumezungumza, na sasa tumemaliza umuhimu wa kwamba tujue kwenye kisa cha Ibrahim tunafundishwa kila shida ina ufumbuzi wake. Kila shida lazima mbele yake kuna furaha. Naomba nije kwenye hutuba ya pili insha Allah, tutamaliza na tutafanya dua, tutakuwa tumeondoka insha Allah. Yaqulu tabaraka ismuhu al-majid, rabbul ardi was samaa, wa Ibrahimu alladhi waffa. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-azim, wa nafani wa iyyakum bil ayati wadh dhikri al-hakim.
أقول ما تسمعون استغفروا ربكم وتوبوا عليه استغفروه فيا فوز المستغفرين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي جعلنا من أهل السنة والصلاة والسلام على من أرسل إكمال المنة وعلى آله وصحبه الذين حبهم واتباعهم لنا جنة ومن ثم أما بعد. Waheshimiwa waumini, naendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtukuza. Mnaziona hizi takbira zote tunazozifanya na kuzisikia na kuziitikia. Hizi takbira shekhe hazikuwepo kabla ya tukio la Ismail na Ibrahim. Wakati Ibrahim alayhi salam nabiyullah wa Ismail anataka kumchinja mwanawe, watallahu liljabin, wakati wanazuoni wanatuambia amemuinamisha, kwa sababu ilibidi amchinje kwa kumuinamisha uso wake ili asimuone mwanawe wakati anamchinja. Akamchinja kifudifudi. Lakini wengine wanasema watallahu liljabini, maana yake alikuwa amekaa hivi kijana, sasa anamuinua hivi ili akate pale kwenye shingo. Haya mambo yalipokuwa yanatokea, ndiyo yule kondoo akashushwa, akaletwa kutoka peponi. Alileta yule kondoo kwa takbira, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar walillahi alhamd. Hizi takbira ndo mara ya kwanza zilipatikana kwenye tukio hilo. Kwa hiyo tunazisema hapa takbira, tumeingia tunazifanya kwenye hutuba hapa, tunazifanya sijui nini usiku mpaka kesho zinaendelea. Wallahi asili yake ni tukio kubwa. Mungu ni mkubwa, Mungu ni mkubwa. Kwa tukio la Ismaili kupona kifo cha kuchinjwa na baba yake, tena wamekuja malaika na Jibril alayhi salamu akiongoza msafara, wanamleta ngamia, maana kondoo kumtoa peponi, mpaka pembeni ya viwanja vya Mina, sehemu aliyokuwa anampiga mawe Ismail shaitan, na sehemu alipochinjwa yule ngamia, yule kondoo ambapo alikuwa achinjwa Ismail. Ni kama hapa na umbali wa ni mbali kidogo, yani kama tufanye kama kilomita 1 au nusu kilomita hivi. Kwa hiyo walipofika pale baada ya shetani ameshashindwa, basi wallahi kule anataka kuchinjwa Ismail, ndio na sasa hivi ndio watu wanapochinjia huko. Hao wanyama wote mnasikia wanachinjwa kule, au kondoo wanachinjwa maeneo yale yaliyotakiwa kuchinjwa Ismail. Kuna wengine wanachinjwa kule mjini, hasa wale wa umra. Wanachinjwa zamani, kuna chinjwa kabla ya kufunikwa Safa na Marwa maeneo yale. Lakini siku hizi wanachinjwa huku. Kuna machinjio kubwa sana ya duniani, nafikiri katika machinjio ambazo kubwa, na kwa sababu kuchinja ngamia zaidi ya milioni 2, kondoo zaidi ya milioni 2 kwa siku 3 sio sehemu ndogo Sheikh, ni sehemu hatari sana. Na zile nyama zote wanagawiwa masikini fuqara Makkah, mafakiri wa mji wa Makkah wanagawiwa zile nyama. Halafu zingine zinagawiwa mataifa 27 duniani. Zingine zile nyama zile zinagawiwa kwenye mataifa 27 duniani. Na nafikiri hata nchi yetu inaweza ikawa miongoni mwazo. Kama watu wanaopata sijui wanamaliziaje, lakini sisi tunajua kwamba zinagawiwa hivyo na hatuwezi kuwatosha wote. Si ndio jamani? Kwa hiyo wale wanaopata ni riziki ya Mwenyezi Mungu amewakadiria. Tuko safi kabisa, tunawaombea kula la kheri, wanakula nyama hizo zenye kheri kubwa ndani yake inshallah. Sasa mabwana, tumalizie hutuba ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Very muhimu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amefanya hija hiyo moja tu. Mtume amefanya hija moja tu katika maisha yake. Yani kama ambavyo watu wanatakiwa waende hija moja, na Mtume alienda moja hiyo hiyo. Kwa hiyo hutokea watu wakaenda 3 4, lakini asili ya hija ni moja. Na Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikwenda hija moja. Katika hija hiyo Mtume amekwenda mwaka wa 9 tangu amehama Makkah. Alikwenda mwaka wa 6 pale,
na wakatokea mwaka wa 7 yakatokea mambo ambayo yalipelekea ikashindikana, wakafanya tahliki na vitu vingine, hiyo ni habari nyingine. Almuradi mtume amekwenda hija moja. Hija hiyo ameienda mwaka wa 9. Ukipiga hesabu mpaka sasa hivi ni miaka 1435 tangu mtume ameenda hija. Hii si mwaka wa 1444 Hijria. Ukitoa miaka 9 pale inabakia 35, ni mwaka 1435 tangu mtume amefanya hija ya kwanza na ya mwisho. Hija hiyo inaitwa Hijjatul Wada'i. Yani hija yenyewe pia inaitwa hija ya kuaga. Yani mtume alikuwa anawaaga waislamu duniani kwamba sayartahil ila rafiqil a'la. Mtume atakwenda sasa kwa Mungu, kwenda kupata malipo yake kwa kazi kubwa aliyoifanya kwa muda wa miaka 23 mfululizo, na mambo yote aliyokumbana nayo na mambo yote aliyoyainvesti kwa umma wa Kiislamu mpaka dunia inaondoka. Sasa anakwenda kuyaishi ya maisha katika maisha ya akhera. Mtume alitoa hutuba very interest, muhimu, nzuri sana. Hiyo hutuba mabwana, huwezi amini, ni kama imetolewa leo. Yani mtume ametoa miaka 1435 iliyopita, akiweka hapa mezani mtu mzuri wa kuwafasaha, ni kama imetolewa. Mtume aliwaona watu wa sasa, kama alikuwa anaongea na watu wa sasa. Hutuba ile ni shamila wal jamia, ni hutuba imegusa kila jambo, imegusa kila eneo. Mtume alipewa jawami'ul kalima kama mnavyojua, sio kama kina sisi wa mbambamba. Mtume alipewa fasaha, akiongea maneno mawili watu mnaweza mkatunga vitabu 8 mamilioni ya vitabu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipewa fasaha ya ajabu sana. Kwa hiyo alitoa hutuba nzito yenye kukusanya mambo yote, yenye uzito wa kipekee yake kabisa, kwa mukhtasari. Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ma kabbara Allah wa hamida Allah, baada ya kumkabiri Mungu na kumshukuru Mwenyezi Mungu na kutoa shahada, alisema mambo mengi. Miongoni mwa hayo aliyosema, alisema ayuhan nas. Masahaba walikuwa 120,000. Ndio mkusanyiko mkubwa mtume amewahi kuhutubia. Mara ya kwanza na mwisho ulikuwa ni mkusanyiko ule. Masahaba 120,000 katika viwanja vya Arafa. Akatoa hutuba mtume sallallahu alaihi wasallam, ayuhan nas. Tena hakusema ayuhal mu'minun. Yani mtume hakusema enyi waumini, enyi waislamu. Pale ni Maka, Arafa, watu wamekuja kufanya hija, yeye mwenyewe anawajua, ni masahaba wote waumini waislamu. Lakini hakusema ayuhal mu'minun, enyi waumini, enyi waislamu, bal qala ayuhan nas. Mtume akasema enyi watu. Anaongea na dunia, Sheikh, anaongea na dunia kwa pembe zake zote, haongei na waumini tena. Hutuba hii ndio nawaambia imeshika kila pahala. Unajua hata hii Qur'an, mambo ya watu wengi yamezungumzwa mara nyingi kuliko ya Uislamu. Waislamu na ibada na kila kitu zimo aya 250 tu. Yani swala, sijui zaka, saumu, haji, sijui nini, yote hayo yamo kwenye aya 250 ndani ya Qur'an. Aya zingine zote zobakia ni dunia nzima, ni kwa ajili ya watu wote. Mtu aliye msikitini sio Muislamu, sio Muislamu, zote aya 250 tu ndio kwa ajili ya waumini huko ndani ya Qur'an. Kwa hiyo mtume kwenye hutuba hii aliongea na dunia nzima, na akasema ayuhan nas, enyi watu, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun ka hurmati hadha al-yawm fi hadha ash-shahri fi hadha al-balad am ka hurmati baladikum hadha fi shahrikum hadha fi yawmikum hadha. Allah, ma a'zama wa ma akrama wa ma ajmala. Hutuba nzuri sana. Ngoja tumalize dua jamani, maki ni nzuri sana. Mtume sallallahu alayhi wasallam anawaambia watu, hakika damu ya mtu na mali ya mtu na heshima ya mtu, hivi vitu vitatu mtume anawaambia, popote duniani
kwa mtu yoyote, awe Muislamu asio Muislamu, damu yake, mali yake na heshima yake. Hivi vitu vitatu haramun alaikum, ni vitu vitukufu sana kwenu, ni vitu vizito sana kwenu. Kahurmati yaumikum hadha, kama mnavyoiona utukufu wa siku yenu ya leo, siku ya Arafa, siku tukufu tangu mbinguni huko. Ndio siku ambayo Mwenyezi Mungu alituumba wote, mimi, baba yangu, marehemu shangazi yangu, wewe, mjomba wako, jirani yako, mheshimiwa nani, mtu, wote tuliumbwa. Mwenyezi Mungu roho zetu zote aliziweka siku moja pahala pamoja katika viwanja vya huko mbinguni. Wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala. Mungu akatushahidilisha wote, akatuambia, je, mimi sio Mungu wenu? Wote tukasema wewe ndio Mungu wetu. Hiyo ilikuwa siku ya Arafa hiyo. Sasa Mungu anasema, mtume anasema utukufu wa siku ile ndio sawa sawa na utukufu wa damu ya mtu, ndio utukufu wa mali ya mtu, ndio utukufu wa heshima ya mtu. Mabwana, nyie ni mashahidi kwamba dunia ya sasa, maisha ya sasa, damu ya mtu haina heshima. Watu wanauana, watu wanamwaga damu za watu wasiokuwa na hatia, watu wanaua watu. Mtu anafikia hata anamuua baba yake, mtu anafikia hata anamuua mtoto wake, anamuua mke wake, anamuua mume wake, anamuua mama yake, anamuua ndugu yake kabisa wa kuzaliwa, kwa mambo ya kusikika tu, kwa mambo ambayo hayana mashiko, kwa vitu vya hovyo tu, kwa maslahi ya dunia. Mtume ametangazia umma, ametangazia dunia, ni haramu, ni haram. Kama watu wangeishi na hadithi hii, tusingeona vita duniani. Dunia ilikuwa ni sehemu salama ya kuishi. Tusingeona vurugu duniani, tusingeona machafuko duniani, tusingeona milipuko duniani, tusingeona mataifa yanaonea mataifa mengine duniani, tusingeona nchi inaonea nchi nyingine, au wenye nguvu wanaonewa sio kuwa na nguvu, watu wababe tusingeona. Kama watu wangeishi, kwa sababu heshima ya damu ya mtu ni kitu kitukufu sana. Hakuna namna yoyote ya kumuua mtu. wa min ajli dhalika katabna ala bani israila annahu man qatala nafsa bighayri nafsi fakaannama qatala an-nasa jamia. Mungu anasema kwa ajili ya heshima ya mtu tukawaandikia Waisraeli kwamba mtu akimuua mtu bila ya sababu ya halali ni sawa sawa na mtu ameua watu wote duniani. Na mtu akimpa uhai mtu mwenzie akaendelea kuishi, basi ni sawa sawa amewaachia watu wote duniani waendelee kuishi. Imeruhusiwa kuuawa mtu kwa hukumu ya kisheria, kunyongwa. Ipo katika Uislamu, mtu anaweza kanyongwa kwa sababu amemuua mtu mwenzie, amemuua mwenzie, anaweza kanyongwa, sheria ikithibitisha, ikiwa without any doubtful, yani bila mashaka yoyote, yakikamilika 100%, atanyongwa. Ni sheria ya Kiislamu. Without hiyo, bila hiyo, hakuna. Hii ni hutuba ya Mtume alitoa Arafat, akizungumzia haki za watu kuishi. Hizi ndio haki za binadamu bwana. Watu, kama kuna haki za binadamu duniani zakazipiganiwe, ni uhai wa mtu. Mtume akafikia tu akasema, anaiangalia al-Kaaba, anasema ma akmalk wa ma ahsanak. Wewe al-Kaaba ni mzuri kiasi gani, unafurahisha, unavutia sana, lakini la hadimul Kaaba aisaru inda Allah min qatl nafsi. Kwenda kuivunja ile al-Kaaba na kuisambaza kabisa ni bora kuliko kuuawa mtu bila haki. Mabwana, narudia, si unaona wewe hapo ulipo, wewe kuendelea kuishi ni bora, afadhali ile al-Kaaba pale tukufu, nyumba ya Mungu, ivunjwe, isambazwe, isiwepo, kuliko kuuawa mtu mmoja, sio Muislamu, mtu mmoja bila ya haki, awe atakavyokuwa, kain man kana, awe anaamini nini, anafanya vitu gani, kuuawa kwake ni hakuruhusiwi, ni afadhali kavunjwa al-Kaaba. Umeona uzito wa uhai wa Mtume anavyozungumzia jamani? Sasa siku hizi tunatoa wapi mambo ya kuuana? Kila siku ukisoma gazeti, mtu kamuua mkewe, kamuua mumewe, kamuua mdogo wake, kamuua baba yake, kamuua mama yake, kamuua jirani yake, kamuua alimradi mauaji tu kila pahala. Kila siku ukisoma mitandao, kesi za mauaji. Ukisoma ukisikia taarifa, kila pahala ni mambo ya kuua, mpaka mitaani watu wanauana tu. Mtume amekataza mambo haya mabwana, na ni jambo la hovyo kabisa. Na anasema katika kesi, unajua kiyama kuna kesi mbili.
kuna jambo la kwanza litakalohesabiwa siku ya kiyama katika kheri, itakuwa ni swala. Swala ndio jambo la kwanza kuhesabiwa katika kheri. Na jambo la kwanza kuhesabiwa katika uovu itakuwa ni kuhesabiwa kuuawa kwa mtu. Yaani dhambi ya kuua mtu ndio dhambi ya kwanza kuhesabiwa siku ya kiyama. Na thawabu ya kwanza kuhesabiwa ni thawabu ya kusali. Hizi lazima mzijue hizi. Kwamba dhambi ya kwanza kuhesabiwa sio kuzini siku ya kiyama. Hiyo zina unatoka kwa hata miaka 100 haijakutwa. Mambo ya kunywa pombe unaweza mambo sijui lakini kuua wote wapange foleni. Walioua wote wanaanza kwa sababu wana kesi. Mtu atakuja kuambia ya Rabbi is'alu lima qataltani, kwa sababu kuna mtu mwingine atakuwa amekaa pembeni anasema Mungu naomba umuulize huyu aliniua kwa sababu gani? Kwa nini aliniua huyu? Hiyo ndio itakuwa kesi ya kwanza mbele ya Mwenyezi Mungu siku ya kiyama, ya kuua watu. Mabwana, nafikiri nimeeleweka. Hebu tubadilikeni, tuwanasihi watu. Watu wanasingizia siku hizi kwamba sijui kuna ugonjwa wa akili, ugonjwa wa ndawazimu, sijui kuna mambo ya saikolojia, mambo sijui ya depression, nini sijui mambo yao wanatetea udhuru mwingi sana kwamba ndio yanasababisha watu wanauana, watu. Hapana, hebu tubadilike inshallah. Hadithi ya Mtume inatukataza. Jambo la pili Mtume alilolikataza, mali ni tukufu sana kuliko chochote. Mtu asichukue mali ya mtu bila uhalali. Usifanye hila yoyote kuchukua mali ya mtu. Iwe mali Mtume amezungumza mali, hakuzungumza fedha. Maana yake fedha inaingia ndani ya mali. Mali maana yake ni nyumba, kiwanja, shamba la mtu, gari ya mtu, ajira ya mtu, biashara ya mtu. Zote hizo zinaingia kwenye neno mali. Mtume anasema wa amwalakum, na mali zenu ni tukufu sana kama utukufu wa siku yenu ya leo, katika sehemu yenu hii tukufu ya Maka, katika mwezi huu mtukufu wa Dhulhijja. Amevifananisha katika sura hiyo hapo. Lakini siku zenyewe ni mashahidi. Watu dhulma imekuwa ndio ujanja mjini. Yaani mtu kumdhulumu mtu mwingine, kufanya ufisadi imekuwa ni jambo la ujanja, na mtu anaonekana ameendelea. Na ukifuatilia watu wengi walioendelea wanasemekana wamedhulumu watu. Yaani mtu kimwona ana gari zuri inasemekana kwamba unasikia lazima kuna mambo ya kudhulumu imeingia. Mtu akiwa na nyumba nzuri ameingiza dhulma. Mtu akiwa yani alimradi hivyo. Sasa tunakubaliwa kuwa na magari mazuri, majumba mazuri, mashamba makubwa, lakini lazima tuhakikishe kwamba vinakuwa vya halali. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza vya dhulma. Mwisho kabisa akazungumzia heshima. Kuna mtu ana heshima. Kwa mfano, mimi hapa ni imamu wa msikiti haka kadogo. Kuna watu wananiheshimu. Kuna watu wanaweza kuona kama na mimi nina maana. Kuna watu wanaona kama na mimi ni mtu. Kuna watu. Sasa wewe ukitokea huko ukaanza kunichafua mimi kwamba yule shegani mtu ana mademu sana, yule mimi namjua. Unanichafua shekhe. Ukasema yule bwana usione vile yule analawiti sana, yule kwanza ni shoga yule. Yule shekhe, yule chakula ile. Yule bwana yule pinde yule. Yule shehe wewe umjui, sisi ndo tunamjua. Si yule shaule yule shoga. Ukaanza kumchafua mtu bila ushahidi wowote. Ukamchafua mtu kusema yule unamwona yule pale, yule ni mshirikina yule. Yule pale ni mchawi. Yule bana yule pale, yule ni malaya yule dada. Kuna watu wanasema hivyo, yule dada ni malaya sana, yule anajiuza anafanyaje. Lakini hayo yote ukiyafuatilia anaongea tu kwa matamanio, hana ushahidi wote. Hajawahi kumuona, hajawahi kumkuta, labda tu kwa sababu sio kavaaje na nini anafikiri ndio malaya. Inawezekana sio. Kuna watu wanavaa vizuri na wanafanya mambo hayo. Hiyo unakuwa umeshusha heshima ya mtu. Unamsema fulani kwa mfano labda mtumishi wa serikali. Yule bwana yule anakula rushwa sana. Yule mkurugenzi, yule mkurugenzi sio. Yule bwana fulani yule bwana anachukua mke wa mtu. Yule bwana yule dada yule dada bwana anachukua mume wa mtu. Yule bwana yule hivi. Almuradi unashusha heshima ya mtu. Sasa mtaniambia nyi wenyewe, kwa dunia tulionayo Mtume anatoa mawaidha haya miaka 1435. Sasa hivi shekhe, ingia kwenye mtandao, ingia Instagram, ingia Twitter, ingia WhatsApp, ingia kwenye Facebook, ingia ni YouTube, warawahu TikTok. Nenda huko shekhe, utakuta kule mazungumzo 70% mpaka 90 ni kuzungumza heshima za watu. Kwamba mheshimiwa fulani sio, kwanza hivi na hivi, shehe fulani sio,
mchungaji fulani sio CEO, mke fulani, na picha kabisa mtu anapigwa na picha anabandikwa pale maskini. Jambo alikuwa analifanya labda kwa siri huko linaletwa hadharani. Jambo alikuwa sio nini, watu hawajapata ushahidi wameshaliandika. Jambo mtu hajahojiwa naye akasema, wanaita kuna kitu kinaitwa natural justice. Yani haki ya kuzaliwa. Lazima mtu naye asikilizwe. Kabla hujasema kwenye mambo ya mtu hadharani, na yeye umuulize bana, hizi habari zikoje? Watu hawana hiyo habari, ni kuandika tu mambo, wanapiga mapicha. Wallahi inni la a'lamu anna hunaka zamanu tuntaku a'radu an-nasu ka zamanina al-internet. Hakuna muda uliwahi kupita duniani ambao watu heshima zao zimevunjwa bila kujali kama kitatokea kitu gani, kama zama hizi za internet, zama hizi za mitandao ya kijamii. Heshima za watu hakuna aliyebakia, awe raisi, awe waziri, awe mume wa mtu, awe mwalimu, awe shekhe, wote wamevunjiwa heshima zao. Mtume anasema wa a'radakum haram, ni haramu kuvunja heshima za watu. Lakini siku hizi ndio imekuwa, yani ili mtu apate, wanasema wenyewe apate likes, apate na nini ile, apate nini maarufu fulani, ni lazima azungumze aibu za mtu. Hivi nani asiye na aibu jamani? Mimi nawaambieni, mtu yeyote hapa asimame aseme hana dhambi. Hakuna mtu atakayesema hana dhambi hapa. Na dhambi ni mambo ya aibu. Hakuna dhambi ambayo utakuwa umeifanya kwa jambo la heshima. Dhambi ima utakuwa umezini, ima utakuwa umeiba, utakuwa umetukana, utakuwa umedhulumu, utakuwa umekunywa pombe, yani dhambi ni vitu vya aibu. Na kila mtu hapa ana dhambi. Kwa nini unashughulika na aibu za mtu na heshima ya mtu? Unamtengua mtu, unamharibia future yote. Mtu mpaka hata kuteuliwa serikalini inashindikana. Watu wakienda kuona kwamba bana alishatuhumiwa kwamba hivi, alishatuhumiwa, wanamkata wale watu wa kuna nini, wanasema hapana, huyu hapana. Italeta picha mbaya mheshimiwa. Unamharibia mtu riski kwa sababu ya mambo yako uliyozua Sheikh. Watu wamekosa kazi humu kwa sababu wametajwa kwenye mambo fulani. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na hata kama anayo bado uruhusiwi kuyataja Sheikh, kwa sababu ukitaka kuyataja ya mwenzio anza kutaja ya kwako. Waswahili wanakuambia kidole ukimsonta mwenzio vinne vinakuambia na wewe. Na Mtume anasema idha aradta an tadhkura uyuba ghairak, ukitaka kutaja aibu za mtu taja kwanza za kwako. Wewe sema bana yule bana ni shoga, lakini ushoga wenyewe huwa namfanya mimi. Sema kabisa yani wewe utaje kabisa vizuri. Yani usitaje ya kwake, tutaje na ya kwako wewe. Kwamba yule dada ni muhuni, ni malaya, lakini umalaya wenyewe ni sipi, mimi ndo namchukuaga. Useme kabisa hivi, lile bana lile mimi lile zigo langu. Kweli Kwa hiyo wewe utakuwa umemtaja kweli yule ana dhambi ya uzinaa, na wewe umetaja ya kwako ndio mnazini naye. Hapo utakuwa umebalance. Utakuwa umebalance. Lakini kumtaja tu mtu mwingine kwamba yule shekhe anakula hela, yule shekhe usimwone vile ni mshirikina, shekhe yule pale ana majini, yule shekhe pale, hayo majini ya vipi? Hayo majini si ndio nilikutumia sawa wewe ukaja kuna nini kutibu? Yaani tuseme yote, useme alinitumia mimi yakanidhuru, yakawa yananifanyia hivi, ndio sema vizuri, usiseme nusu. Waislamu haya ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyasema katika hutuba yake, ili kusanya vizuri sana. Mwisho kabisa Mtume alizungumzia wanawake, alizungumzia uaminifu. Kuna watu wamepoteza uaminifu Sheikh. Watu humu wamenuniana, wasemeshani kwa sababu ya uaminifu umekosekana. Vitu vingi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini mwisho Mtume alisema shaitan hatoabudiwa tena katika mji wa Makka na Madina, au hatoabudiwa katika nchi ya Makka, mji wa Madina. Mtume alisema miaka hiyo. Sheikh, una taarifa jamani? Mji wa Makka mpaka hivi leo tunavyoongea na mji wa Madina haruhusiwi kuingia mtu asiyekuwa Muislamu mpaka leo. Yani wale wote unaowaona pale wote ni Waislamu. Yani hairuhusiwi kwa sheria ya nchi kuingia mtu asiyekuwa Muislamu katika mji wa Makka na mji wa Madina. Kiapo hichi Mtume alikitoa miaka 1435. Akasema shaitani hatoabudiwa tena. Amekata tamaa Ibilisi kufanya mambo yake katika mji wa Makka. Kwa hiyo ukimwona mtu Makka anafanya mambo yake, ndio maana Makka shekhe, Makka hata mtu ukimkanyaga mko kwenye ngazi labda za lift zile mnapanda hivi, au kwenye msangamano mnaenda watu wengi sana, ukimkanyaga yeye ndo anakuomba radhi. Shekhe, ushakutana na hiyo kitu hapo? Sio utani kama anakutania, anakuwa anamaanisha kweli. Yani wewe uende kwenye soko kama vile mnadani au pale si nini, mtu mkanyage, alafu akwambia Sheikh samahani sana, Sheikh mswame, anatafuta kama na zawadi nataka akupe.
Yani kwamba asije akakutia unyonge. Shekhe, mtu anakuomba radhi katika mji wa Maka kwa wewe kumkanyaga. Yani sio utani wa bwana, mimi namaanisha kabisa hivi. Hakuna jambo lolote linatokea mtu akihisi tu amekosea anakuja kukukumbatia na kukuomba radhi. Maka hilo unavyoiona bwana, hakuna kitu kinachookotwa barabarani. Shekhe, ukiona kitu chochote barabarani wewe endelea na mambo yako. Hairuhusiwi, ni haramu kuokota kitu barabarani. Liwe begi, iwe fedha taslim. Kuna watu maalumu wa kuokota hivyo vitu na kazi yao ni kuvitangaza. Yani atachukua hivyo vitu, alafu baadaye vitapelekwa kwenye idara ya matangazo, vitatangazwa, vikipatikana watu wake watapewa. Visipopatikana vitaangamizwa au kama ni vya kuharibika vitaharibiwa. Kama ni vya manufaa vitapelekwa kwa watu wengine. Huruhusiwi kuokota kitu kisiokuwa cha kwako. Hata kama unakiona hivi. Labda bado yuko mtu pale mwambia umedondosha. Lakini ukakuta kilemba kizuri basi ukageuka uchukue kilemba. Sheikh umeharibu. Hairuhusiwi kabisa. Ni mji wa maisha tofauti kabisa na miji mingine. Ni mji wa maisha yake ni tofauti kabisa. Huwezi ukasikia unakaa miaka 100 huwezi kusikia mziki. Yani hakuna redio inaonyesha mziki au kusikia labda unapigwa mziki. Au TV za pale Maka inaonyesha tu msikiti wa Maka, yani kutwa mzima, hamna kubadilisha channel. Hakuna channel yote inayoshika. Inaonyesha Maka tu na swala ya Madina. Ikimaliza Maka, kutwa mzima usiku kucha ukifungua tu hivi, unaona tu pale watu wanapita tu. Basi hakuna kitu kingine. Huwezi kuona mama na bera. Mungu au huwezi kuona. Almuradi Maka, mtume alisema shaitani amekata tamaa kufanya ibada. Usiku misalatu ala sahibi tajil maraj. Faqad amara Allah subhanahu بدأ بنفس تعظيم وثنى بالملائكة يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الحجة والعمرة والزيارة. اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ونعوذ بك ربنا من الفضيحتين الفقر والدين. اللهم ربنا إنا نسألك العلم النافع وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا والدعاء مستجابا واللقاء نصيبا وجنة فردوس والنعيم مقيما. اللهم ربنا طهرنا من النفاق. اللهم طهرنا من النفاق. اللهم طهرنا من النفاق. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم ربنا اجعلنا من عبادك الصالحين. عافنا واعف عنا وكن لنا ولا تكن علينا برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا اغفر لنا واغفر أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات واجعل اللهم في قبورهم ضياء والنور والفصحة والسرور والبهجة والحبور والمغفرة على أهل القبور إنك ملك رب غفور رحيم. وصل وسلم وبارك على محمد وآل محمد وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.